Bwana, kila mtu anahitaji kuwa na mahusiano, lakini kila mtu anahitaji kuwa na mahusiano mazuri. Yaani kila mtu anataka afurahie mahusiano. Hakuna mtu ambaye anataka kuumizwa kwenye mahusiano. Bwana, leo nimekuletea vitu kama 5 au mambo 5 ambayo yanaweza kukusaidia ukawa na mahusiano mazuri sana. Yaani ukaenjoy sana mahusiano. Yaani unapokuwa na huyo mpenzi wako uhisi uko peponi, uhisi uko sehemu sahihi kabisa. Kwa kuzingatia mambo haya utaenjoy sana. Bwana, kitu cha kwanza, hakikisha unakuwa mwaminifu. Yaani ukijihisi tu umeingia kwenye mahusiano, kuna mtu umeingia naye kwenye mahusiano, na ukijaribu kumcheki unaona kabisa ni mtu sahihi kwenye maisha yako, unataka uende naye, yaani ufike mbali labda kwenye maisha, basi kitu cha kwanza hakikisha unakuwa mwaminifu. Hakuna kitu muhimu kwenye mahusiano kama uaminifu. Uaminifu unaanza na vitu vidogo vidogo. Yaani kuna mambo fulani madogo madogo. Kwa sababu mimi naamini unapokuwa mpo kwenye mahusiano kuna mipango. Unapokuwa kwenye mipango labda unaweza kana husu labda maendeleo. So mtu anaweza kukuamini, bwana basi tufanye 1 2 3 4 5, lakini utakuwa unakaa na pesa hizi. So unapokuwa unakaa na zile hela au unapokuwa umeaminiwa kwenye kitu fulani, basi hakikisha unafanya kwa uaminifu. Yaani kile ambacho umeaminiwa na mpenzi wako basi kifanye kwa uaminifu. Usiwe mtu wa kupiga chenga, yani umeambiwa ufanye hiki unafanya hiki. Hicho utakao ufanye hivi, umekwepa kidogo umefanya kingine. So uwe mwaminifu. Hata kwenye swala la umalaya usiwe malaya. Yaani ukishajiona kabisa umeingia kwenye mahusiano na mpenzi wako, basi acha. Kama ni umalaya acha, usiwe malaya. Yaani hakikisha unakuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu mahusiano yako yatakuwa poa sana. Hata ulienaye kwenye mahusiano utaenjoy, kwa sababu kuna vitu fulani utavitekeleza kwa uaminifu. Bwana, uaminifu ni kitu muhimu sana. Hakikisha unakuwa mwaminifu kama kweli uko serious na hayo mahusiano. Utaenjoy sana kwenye mahusiano hayo. Kitu cha pili, hakikisha unakuwa mcheshi. Kitu cha pili ni ucheshi. Ucheshi ni muhimu sana kwenye mahusiano. Unapokuwa na mahusiano na mtu, hakikisha muda mwingi unakuwa mcheshi, mfurahishe. So kwenye mahusiano kuna mambo magumu saa nyingine yanajitokeza. Kuna vikwazo fulani, kuna muda fulani unakuwa na uchungu fulani labda kimaisha na vitu kama hivyo, lakini kuna muda hebu paki au maumivu pembeni, furahi na mpenzi wako. Yaani uwe mcheshi. Hakikisha unakuwa mcheshi. Unapokaa na mpenzi wako, kaa katika ucheshi. Enjoy. Ucheshi nao ni kitu muhimu sana kwenye mahusiano. So uwe mcheshi unapokuwa na mpenzi wako. Lakini kitu cha 3, hakikisha unazungumza. Mazungumzo yenu yawe mazuri. Yaani lugha nzuri kwa mpenzi wako. Mawasiliano yenu yawe mazuri. Yaani jitahidi uzungumze vitu ambavyo vinakuwa ni positive kwa hiyo mtu ambaye upo naye. Usizungumze vitu ambavyo vinakuwa negative kwa mpenzi wako. Kwa sababu kuna lugha fulani unaweza kuzungumza kama kawaida, lakini kabeba ujumbe tofauti na yeye anavyotafsiri. Yaani unaweza kuzungumza neno fulani la kawaida, lakini yeye anavyolipokea na kulitafsiri na tafsiri tofauti. Lakini ile lugha unapokuwa unazungumza au neno lolote unapotaka kutamka kwa mpenzi wako, jaribu kupima hicho unachoenda kuzungumza kitaleta madhara gani. Kwa sababu unaweza kuzungumza kawaida lakini ushaharibu, yani ushaharibu. So pima namna kuzungumza. Mawasiliano yenu yawe ni mawasiliano fulani ambayo yana hekima. Yaani kuna namna fulani, zungumza na mtu kama unazungumza na mtu muhimu sana kwenye maisha yako. Zungumza na mpenzi wako kama unazungumza na mtu fulani hivi kwenye maisha yako. Kwa mawasiliano yatabeba vitu vingi sana kwenye mahusiano. Hakikisha unazungumza vizuri na mpenzi wako. Hakikisha unazungumza kwa kuangalia hicho unachoenda kuzungumza hakina madhara. So zungumza kwa kupangilia. Yaani zungumza kwa kuamini unachozungumza kiwezi kuleta madhara. Japo naweza katokea ukakosea, basi muombe msamaha, lakini jitahidi kuzungumza. Mahusiano yenu yawe mazuri. Itakuwa poa sana. Mahusiano yatakuwa poa sana. Lakini kitu cha 4 ambacho ni muhimu zaidi unapokuwa kwenye mahusiano, zingatia sana kujiamini. Kujiamini nako ni muhimu sana. Bwana, kujiamini ni muhimu. Kuna muda fulani unaweza kuwa upo kwenye mahusiano, yakatokea matatizo fulani. Jitahidi kujiamini. Sema hivi vitu vinawezekana. Sema hichi kitu mimi nitakifanya na nitaweza. Usiwe mtu kusema hapana hichi kitu dasi. Yaani unakuta upo kwenye mahusiano wewe unalia, mume unalia na mke unalia. Yaani ujiamini ukiwa na mpenzi wako. Yaani unakuwa ni mtu mnyenyekevu. Jiamini unapokuwa na mpenzi wako, jiamini. Jisi uko sehemu sahihi. Yaani jisi. So ukijiamini kwa mpenzi wako atakuona dasi kumbe ni mama fresh. Yaani uko poa. Jiamini unapokuwa na mpenzi wako. Usiwe mtu mkamwoga, usikae
kinamna gani, jiamini unapokuwa na mpenzi wako. Lakini kitu cha 5 na cha mwisho, hichi nacho ni muhimu sana bwana, heshima. Heshima bwana, kuna kitu muhimu kwenye mahusiano kama heshima na nidhamu. Unajua kuna namna fulani mwanamke abaki kuwa mwanamke na mwanaume abaki kuwa mwanaume. Kuna namna fulani zungumza kwa mipaka unapozungumza na mpenzi wako. Kuna baadhi ya vitu vifanye kwa heshima. Kuna mambo fulani yafanye kwa heshima. Huyo ndo mtu wako ambao utaishi naye miaka yote. So lazima umheshimu. Yaani lazima umpe kipaumbele. Yule ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako. Mheshimu, mjali, mthamini. Kwa sababu ndo mtu wako. So kwenye mahusiano, ukiona upo kwenye mahusiano alafu uliye naye anakuheshimu, basi ujue ni mtu muhimu sana kwenye maisha. Ukiona upo kwenye mahusiano halafu uliye naye anakudharau, basi ujue hapo kuna mmoja kapata, kuna mmoja kapatikana. Hakuna kitu cha muhimu kwenye mahusiano kama heshima na nidhamu. Yaani kuthaminiana, kuheshimiana, kujaliana kwenye mahusiano, kitu muhimu sana. Bwana, heshima, kujaliana ni kitu muhimu sana kwenye mahusiano. Ukizingatia mambo ambayo nimekutajia, basi kwa mahusiano bora sana. Utaenjoy sana kwa maisha. Yaani hilo penzi litawaka moto. Bwana, hii video ni muhimu sana. Bwana, kama unasikiza video mwanzo mpaka mwisho, basi nakuomba kwa mambo kama 3. Jambo la kwanza, naomba usubscribe hapo. Kuna hiyo alama nyekundu hapo chini. Gusa hiyo alama. Lakini pia ulike hapo. Lakini pia unaweza kucomment tabia nyingine. Unaweza kucomment vitu vingine ambavyo wewe unavifahamu vinaweza kuimarisha sana mahusiano kwa watu wengine. So mtu anaweza kusoma comment yako au kitu ambacho unaona kinaweza kusaidia kuboresha mahusiano. Kama umemfundisha kupitia comment yako, utakuwa umetisha sana kufanya. Bwana, Mungu awabariki na mahusiano mema.